Mungu ni mwema na kila wakati. Heri ya mwaka mpya. Ndugu zangu, leo tunapoadhimisha sherehe ya Bikira Maria mama wa Mungu, pia tukumbuke bado leo ni siku ya 8 ya mwisho ya oktava ya kuzaliwa Bwana wetu Yesu Kristo. Na leo tunatafakari kuhusu mama ambaye ni mama wa Mungu. Kwa hiyo liturujia yetu ya leo ambayo ni sikukuu ya mama wa Mungu ni sherehe ambayo inatuonyesha umuhimu wa mama, yani importance of human mother of Jesus, ambaye alikubali kuchukua mimba na hakugeuka. Jibu lake la kwanza lilibaki kuwa jibu hilo mpaka mwisho: mimi ni mtumishi wa Bwana, nitendee ulivyonena. Kwa hiyo Maria kumleta Yesu katika ulimwengu huu ilipitishwa na mkutano au unaitwa mtaguso wa Efeso mwaka 431 baada ya kifo cha Kristo, ambaye huo mkutano waliamua kwamba Yesu mama yake ataanza kuitwa Theotokos. Katika lugha ya Kigiriki inamaanisha mama wa Mungu. Tumsifu Yesu Kristo. Ndio maana mnajua tunachangia Theotokos ya kule Pugu, kanisa ambaye itakuwa ya Bikira Maria mama wa Mungu. Kwa hiyo Theotokos, huo mtaguso wa mkutano wa Efeso ndio ulioamua kwamba Bikira Maria atakuwa mama wa Mungu, Theotokos. Na tangu 1967 kanisa pia linaadhimisha siku ya leo ya mwaka mpya kama siku ya amani. Is a World Day of Peace. Siku ya leo tunaadhimisha siku ya amani. Na pia tunapoweka pamoja sherehe hizi mbili ambazo zina majina tofauti, ni kwamba tunaadhimisha au tunasherekea amani ambayo tumepata hapa ulimwenguni, ambayo amekuja kutubadilisha kwa sababu ya uwepo wa Mungu ambaye ni Yesu, ambaye Maria alikubali kumleta hapa duniani. Amani na salama. Kwa hiyo tunaposherekea leo tukumbuke kwamba ni siku ya amani. Na haya amani tunayapataje? Tunayapata kwa sababu ya Yesu, ya Bikira Maria. Bikira Maria kusema ndio, mimi ni mtumishi wa Bwana, tuletewa amani hapa duniani, kama tulivyoimba katika wimbo wa utukufu, na amani duniani kwa watu wenye mapenzi mema. Kwa hiyo ndugu zangu, leo tunapata baraka na tunapata amani. Katika somo la kwanza tumesikia baraka ya kikuhani kwa watu wa Israeli, na kuna maelekezo anayotoa, maagizo ambayo hayo maagizo yalitakiwa kuonyesha maelewano, amani katika jumuiya ambayo walikuwa wanatembea pamoja kule jangwani wa Israeli,
Na hii baraka ilitakiwa kuwaleta Waisraeli kuendelea kuungana na Mungu kwa pamoja, na wale ambao walikuwa wametakaswa ni wale ambao walitakiwa kuishi kwa amani wakiwa watakatifu, na wale ambao Mungu alikuwa karibu nao. Kwa hiyo hayo amani na uelewano na Mungu ni kitu ambacho kiliwafanya wasurvive ile hostility ya watu kule jangwani. Ina maana kwamba tukiwa upande wa Mungu hamna kitu kinachoweza kutisika. Hapana, Mungu anakuwa anatulinda. Kwa hiyo baraka hii ni baraka ya Aroni na vijana wake. Na hii baraka pia tunaitumia kwa Mtakatifu Francisco wa Asizi, anaitumia kumbariki Brother Bernardo. Kwa hiyo baraka ina kama line 3. Hizi line 3, kila line ina maneno mawili. Ya kwanza inaonyesha action ya Mungu, ya pili inaonyesha kitu kinachotokea. Katika line ya kwanza kanatoa baraka na ulinzi. Bwana akubariki na kukulinda. Anatoa baraka na ulinzi ya kwamba hamna mtu ambaye atakuwa mbaya kwao au atawatreat vibaya. Hapana, kwa sababu Mungu atawalinda. Na la pili, anaendelea kuonyesha uwepo wake, ya kwamba Bwana akuangazie nuru za uso wake na kukufadhili. Yaani anaonyesha kwamba uso wake utaendelea kuangaza hao watu. Ya tatu ni kwamba Mungu, tunajua Mungu ni amani. Kwa hiyo wakati mwingine tunasalimiana shalom. Shalom maanisha peace, amani. Na haya amani tunaweza kusema unampataje? Ukiwa na afya njema, ukiwa na ulinzi, unakula vizuri, umeishi maisha marefu. Kama leo wengine wanasherehekea siku ya kuzaliwa kwao, ndio hivyo tunapata amani. Na katika somo la pili tunaona kwamba pia Paulo anaandikia Wagalatia, anataka wao waaminifu walinde imani ambayo wanapata. Imani yao ionekane kwa maneno yao na namna wanavyoishi. Ndio maana Paulo anatuambia alimtuma mwanae ulimwenguni kuja kuwaokoa na kuwakomboa. Tumsifu Yesu Kristo. Injili ya leo natuonyesha nini? Natuonyesha kwamba hawa wachungaji walivyoenda kwa haraka wakamkuta Maria kumtembelea, walienda wakamtembelea kama walivyoagizwa na malaika. Lakini na sisi kama Mariamu, hawa wachungaji walikimbia. Malaika alivyowaambia, hawa wachungaji walikimbia kushare furaha yao na Maria na kuzaliwa kwa Bwana wetu Yesu Kristo. Yaani hiyo furaha ambayo tunakuwa nayo, ndugu zangu, wakati mwingine unaweza kufa nayo. Lakini hao wachungaji walivyosikia kwamba mtoto amezaliwa wapi, wakakimbia waende waangalie furaha yao, waishee na watu wengine. Na tukumbuka kipindi hicho hawa wachungaji walikuwa wanaona kama watu ambao hawana maana kwa Waisraeli. Walikuwa wanaona hawa ni waombaji, ni waombaomba, hawa hawana lolote, sio waaminifu. Lakini leo sisi tunawaona kama watu wa maana mno, kwa sababu kitendo walichofanya ndio kitendo pia nasi tunachofanya katika safari yetu ya kiimani. Luka anatupa taarifa kwamba hawa wachungaji walienda wakimtukuza Mungu. Anasema huku wale wachungaji wakarudi huku wakimtukuza Mungu na kumsifu kwa mambo walioyasikia na kuyaona kama walivyoambiwa.
Tumsifu Yesu Kristo. Kwa hiyo katika maisha yetu ndugu zangu, tunapomuomba Mungu anavyotutendea, tupige picha, unakuwa unajisikiaje kutoka moyoni. Kwa hiyo hawa wachungaji namna walivyoambiwa na wakaenda wakakuta vile vile kama malaika alivyowaambia, walifurahi kwa sababu mambo aliyoambiwa wayameona kama yalivyo, na ikawatia nguvu katika kuendelea. Ndugu zangu, tunaposherekea sherehe ya Mama Maria, wote wengi ambao wana mama wanajua umuhimu wa mama. Bikira Maria ni msaada wa Wakristo. Namaanisha kila mmoja wetu hapa, Bikira Maria ni msaada wake. Na sio hivyo tu kuwa Bikira Maria ni msaada wake peke yake. Tumesikia leo Bikira Maria ni mama. Sio mama tu. Bikira Maria ni kimbilio la wakosefu. Tunapokuwa tukwe wapweke, tuna mtu wa kukimbilia. Bikira Maria yuko tayari kutupokea. Haijalishi umefanya kitu gani, kimbilio la wakosefu, msaada wa Wakristo. Inamaanisha msaada tukihitaji, tunamkimbilia mama Bikira Maria, naye yuko tayari kutusaidia. Ndio maana wengi tunajua kusali rozari. Rozari, una watu wanasali rozari zote kwa siku. Kwa nini? Tunapitia muombezi wetu. Ni muombezi wetu. Na tukumbuke kama nilivyowaambia, iye pia naye ilikuwa dogma ambayo ilipitishwa. Lakini dogma ambazo zipo ni dogma 4 za Bikira Maria. Mafundisho ya ukweli ya ndani ambayo huwezi kuyapinga, huwezi kujibu maswali yote kuhusu hayo, yako hivyo hivyo dogma. Hii ya Bikira Maria mama wa Mungu ya leo, kuna Bikira mpalizwa mbinguni ya tarehe 15 mwezi Agosti. Kuna na hii ambayo tumemaliza juzi, kingi wa dhambi ya asili. Kuna nyingine ile ya Bikira na mama. Yaani hizo zote zinaonyesha umuhimu wa mama Bikira Maria katika maisha yetu. Mama Bikira Maria anatulea kiimani. Na hii tunapotafakari mama wa Mungu, pia tunatafakari mama zetu. Siku hizi kuna wamama ambao wanakwepa responsibility, majukumu yao. Wanakwepa. Nakuta of course tunatafuta, lakini jukumu la kulea mtoto la kwako. Ukiona mtoto hujambadilisha napi kwa wiki nzima, ile bond, najua kuna bond mtoto anajenga na mama yake inapotea. Baadaye unakuja kuona kitoto kimekua, lakini unaona bondi sio vile. Sisi unapata bondi kulingana na wewe na mtoto mnavyoishi kwa pamoja. Na siku hizo nakuta mama kapendeza kweli kweli. Ukiona mtoto yuko hivyo hivyo. Swali ambalo tunatakiwa kutafakari siku ya leo tunapoadhimisha sherehe ya Bikira Maria mama wa Mungu, mimi kama mama watoto wangu na watunza vipi? Ninapoenda shopping na wafanyia, ninapoenda salon nao naenda, kama mtoto wa kike na mfanyafanyia mambo, hiki kipindi cha likizo. Usipokuwa namfanyia, unakuwa nakwepa majukumu yako. Unapoona mtoto analia, unamwambia dada chukua mtoto mtembeze, mimi niko busy, still unakwepa majukumu yako. Mama Maria hakukwepa jukumu lake, alimlea Kristo mpaka mwisho. Katika raha na taabu alikuwa naye, mpaka msalabani yupo, mpaka anawekwa kaburini yupo. Na huko watu wanaiza baridi za kuzaliwa, mnajua yupo. Kwa hiyo ndugu zangu, ile bond ya mtoto na mama inatakiwa endelee. Unaenda kanisani, mtoto wako yuko wapi?
unatakiwa kuwa naye. Tunaambiwa kwamba yule mtoto mpotevu kwenye maandiko matakatifu hatujaambiwa kwamba alikuwa na mama. Kwa hiyo wanasema kwamba kwa sababu ya kukosa na mama, mtoto kaamua kuchukua mali yake akaenda akaipoteza. Wanasema kwamba angekuwa na mama asingefanya hivyo. Tumsifu Yesu Kristo. Kwa hiyo mama ndiye anayejenga, ndiye anayetunza nyumba. Baba anaweza kujenga nyumba kubwa, magorofa nini, mama kama yumo ndani, nyumba ukifika utasema kuna mtu ana miss hapa. Na mama kama tunavyomwona mama Bikira Maria mtetezi wetu, vile ndio hivyo pia sisi tunavyotetewa na mama zetu. Mama zetu wanatutetea na wanatupenda kama mama Bikira Maria anavyotupenda, na sisi tunatakiwa kupenda vile. Ndugu zangu, tunapopata baraka ya leo ya mwaka mpya, je, tunajiuliza hii baraka inamaanisha hatutapata matatizo na changamoto katika mwaka huu wote? Jibu ni kwamba hapana. Ni kwamba tutakutana na changamoto, tutapata shida, tutapata magumu katika mwaka huu, lakini zawadi kuu tunayopata ni kwamba kupitia nuru ya imani yetu, hizi changamoto tunazopata tutazishinda na tutaendelea mbele na safari yetu mwaka huu. Tumsifu Yesu Kristo. Kwa hiyo siku ya leo tunakumbushwa kwamba hivi vitu tunavyokutana navyo katika maisha siku kwa siku visitufanye tupoteze matumaini, tupate maumivu ambao wakati mwingine hahitajiki. Baraka hii tunayopata inatakiwa kutransform maisha yetu, tujue tunatakiwa kufanya nini, na vitu vingine tuanze kuviangalia na macho ya imani. Kila wakati ukitaka kuangalia vitu in ordinary way, ndugu zangu, utakuta wewe ni mtu wa maumivu kila siku. Vitu vingine hatuwezi kuvibadilisha. Kuna sala naipende inaitwa Prayer of Serenity. Mungu nisaidie nikubali vitu ambavyo siwezi kubadilisha. Katika maisha kuna vitu ambavyo huwezi kubadilisha. Grant me to accept the things I cannot change. Huwezi kuvibadilisha. Sasa ukiwa na vimind kila siku, utakuta unaumia siku zote, una stressi, na mwisho wake ni wewe tu na Mungu wako. Kwa hiyo baraka hii tunayopata inatufungulia mwanga kwamba tuelewe kwamba siku ya leo Bikira Maria kama alivyotunza vitu vingine akifikiri. Yaani hii ndio kitu ambacho tunatakiwa at least kila mmoja wetu achukue hicho, aende akitafakari. Wanasema wale walivyo zaidi. Lakini kwa sababu Bikira Maria alikuwa na tafakari na yaweka maumivu yote tangu Simeoni anamwambia wewe
anatunza moyoni. Umuhimu wa ukimya na umuhimu wa kutunza mambo ndo hayo yanayojenga mtu. Tumuombe Mungu siku ya leo, Bikira Maria huyu kimbilio letu, aendelee kutuimarisha kiimani, aendelee kutupa ujasiri, especially sisi wa mama ambao tunakutana na mambo mengi. Moyo wa Bikira Maria ambayo alikuwa nao ukamfanya awe mshindi, ukimfanya awe mama wa Mungu, uliyemfanya awe mwombezi wa wote. Tuombe huo moyo mwaka 2026 tuweze kuwa nao, utusaidie kuendelea na safari yetu, utusaidie kuwa na imani kubwa na ujasiri wa kupambana na vitu ambavyo tutakutana navyo katika maisha yetu. Tukumbuke kwamba uvumilivu hula mbivu. Kwa hiyo tunapokuwa wavumilivu katika maisha yetu, katika sala, katika kuomba, Mungu ataendelea kutufariji na kukaa nasi. Usimwekee Mungu masharti kwamba leo ni tarehe 1, resolution zangu ni hizi, kwa hiyo kama ni hizi mimi nahitaji 1, 2, 3 na nahitaji unifanyie kabla ya labda ya mwezi wa 6. It's not like that. Ukienda kuomba unajinyenyekea, first of all lazima uwe humble kwamba napeleka ombi langu, lisipopokelewa nitaendelea kuomba. Kama yule aliyegonga akasema sisi tumeshalala bwana wetu ache, akaendelea. Na ruka na Injili ya Mathayo 7:7 itusaidie pia kuendelea na huo uvumilivu. Tuombeni. Usipopata leo haimaanishi kesho siombe. Mipango yetu ya mwaka ambayo tunataka Mungu atufanyie, tuendelee kuitayarisha. Wiki hii ndio wiki ya kumletea Mungu mambo yetu. Ya kwamba nataka unifanyie 1, 2, 3 mwaka huu. Lakini pia shukrani ya mwaka uliopita, vitu vingi kwa wengi wametufanyia, bado tupo. Wengine tumepona magonjwa yetu, wengine tumejifungua, wengine tumefanya nini, wengine tumefanya nini, tumebahatika kupata hivyo vyote kwa maombezi yake. Sidhani hapa kuna Mkristo anayeomba bila kupitia maombezi ya mama Bikira Maria. Kama hujaomba kupitia maombezi ya mama Bikira Maria, sasa leo tunakualika katika sala zako pitia mama Bikira Maria. Is the way to Christ. Ndo njia. Unampitia mama. Ukiwa unaenda kwa mtoto, mama anakuwa ameshawasiliana na mtoto. You know that kind of relationship. Mother relationship. Wakati mwingine unaweza kuita maternal relationship. So ukiona, ndio maana nilikuwa naambia, ukiona hustuki mtoto labda kiumo, hustuki kama wewe ni mama, then you have a problem. Na hiyo shida lazima uitafutie dawa. Kwa sababu mtoto lazima, kama mama mzazi lazima ashtuke kwa mtoto katika hali yake anayopitia. Kama walivyohangaika na Kristo huku akimtafuta Maria, haya yote aliyoambiwa, hata Kana. Na sisi watoto ambao tupo tunaalikwa kuwasikiliza wa mama zetu. Kule kwenye sherehe ya Kana alivyoambiwa, akasema wewe mwanamke nina nini na wewe? Akaenda. Maria akaenda. Baadaye Maria akamwambia chochote atakachoambia fanyeni. Yesu alifanya. Kwa hiyo na sisi watoto ambao tunakuwa na jeuri wakati mwingine kwa wazazi wetu, especially wa mama, tubadilike, tuweze kusikiliza mama zetu. Maana mama zetu ndio wanaotujua zaidi, na wanasema rafiki wa kweli anayekupenda vile ulivyo ni mama yako. Maana mama yako anakujua miezi 6, miezi 9 hiyo. Wengine siku hizi hata wanazidisha kwenye 9, wanavuka, anafuka 10, wengine sijui miezi mingapi, wengine hata wanazaliwa kabla ya miezi 9. Lakini mama ndo rafiki wa kweli.
Ukiwa na shida ndio mtu ambaye wa kwanza unatakiwa kumwambia. So kama wewe ni mzazi, utajenga urafiki na watoto wako, mama utajenga rafiki na watoto wako, it's high time ujenge huo urafiki. Kwa sababu usipokuwa nao utakuwa matatizo. Na tunaposema hivi usiongelei watoto tu hapa. Wale ambao tumebarikiwa bado tuna wazazi wetu wa mama, hata kama wakubwa, ndio hivyo. Fanya evaluation, your relationship na mama yako iko kivipi. Kama bado inalega hivi, go and cement that relationship. Kwa sababu hiyo ndo baraka ya kwanza. Ukiona mama amekupa baraka, basi. Na vile vile wazazi tunatakiwa, especially wa mama, tuseme maneno mazuri kwa watoto wetu. Kuna mtoto mmoja aliambiwa na mama kwa hasira, wewe sijui, alimwambia neno mbaya. Sasa mtoto anaenda anafanya kazi, afanikiwi. So muuliza, akasema mimi nilaniwa na mama, hata na yeye aliniambia. Yale maneno mtoto aliyabeba akiwa mdogo, sasa hivi ana miaka 42. Afanikiwe. Sasa unaweza kukuta wakati mwingine mama akumbuki kwamba alisema hivyo. Lakini yale wanasema mtu anayeambiwa hawezi kusahau. Lakini huyu anayesema yeye anaweza kusahau. Kwa hiyo maneno ya Bikira Maria anayosema tumkimbilie. Tunakimbilia ulinzi wako, kila siku tunasali. Tunakumbuka sijui. Ukitaka kujua mama Bikira Maria ni mama bora ambaye kila mmoja anamhitaji katika maisha yake, sali litania ya Bikira Maria. Sijui mama wa nini, sijui mfariji, sijui afya ya wagonjwa, wapi, kote mama yupo. Kwa hiyo tumuombe Mungu aimarishe imani yetu, aimarishe uhusiano wetu na wakina mama zetu, na pia tuongezee imani. Tuweze kuishi yale tunayotakia kuishi, na tuwe Wakristo wema, huku tukiendelea kumtukuza na kufurahi kama wachungaji hawa walivyofurahia baada ya kumwona mtoto Yesu, mama yake na Yosefu. Tumsifu Yesu Kristo. Tusimame tukiri imani yetu.